Mimi nimewahi kupanga, najua adha ya upangaji. Wote mnakuwa kama watoto wa mwenye nyumba, kama ni mkorofi. Yaani baba mmoja anaye kupanga kwake, anasema wanaume wote wa nyumba mnanishikia. Anawaita watoto wake wote, mnakaa hapo. Anasema sasa mimi ni nani? Mzee mmoja amestaafu. Baba mwenye nyumba. Hapo kuna huyu ana kiburi sana huyu. Usinifanyie kiburi, naweza nikakuhamisha sasa hivi. Na utapata wapi nyumba? Tuko kwake. Sasa mnisikilize. Hapa kwangu kuingia mwisho saa 2. Na nafungua na kanazo yeye saa 1, afungua nazo yeye, iwe mchana iwe asubuhi. Iwe mchana ukitoka ukirudi unagonga geti. Anauliza akiwa sebuleni mwake, "Nani?" "Ni mimi baba." Usipomuita baba haji kufungua. "Ni mimi baba." Anakuja. Kwa hiyo sasa hivi ni saa 6, umeshatoka kazini. Unajua unazendea kazi hapo, kodi yangu utanilipa. Yaani ni msimamizi wa nyumba, ni msimamizi wa kazi, yaani asubuhi anakuambia hivi, uwanja tunafagia saa 11, sio saa 12. Saa 12 ni muda watu wanakutakiwa kwenda bafuni kuoga na kwenda kazini. Na ikifika saa 1 asubuhi neti, anapita kwenye milango yote. Waumu mumu. Leo mwendi kazini, mna shida gani? Sitaki uzembe hapa. Baba wa nyumba, sitaki uzembe hapa. Unataka kujieleza, baba mimi leo nimeamka najisikia vibaya, kwa hiyo najisikia vibaya. Unajua leo tarehe ngapi? Una uhakika wa hela yangu? Yaani unasema Mungu, kama kupanga ni hivi, sinijenge na mimi hata kibanda tu cha chumba kimoja. Ukipata mwenye nyumba mzuri, mshukuru Mungu. Wako watu ni karaa. Ikifika tarehe 28, ukimlipa tarehe 20, anakuambia uingie nyumba mpaka tarehe 1. Hii imeshika chumba au uingie mpaka tarehe 1. Ikifika tarehe 28, anapisha karatasi ya blue, wino wa blue, na kukumbusha mkataba. Hiyo ni ya blue. Ikifika tarehe 29, analeta red. Ameandika kalamu nyekundu na kukumbusha hii hali ya 5. Uko karibu kutolewa vyombo nje. Kwa kikaona kale kekundu, najua I say na kikodi nusu. Anakuambia ni miezi 3. Wakati wa chumba kilikuwa ni 20,000. Kipindi hicho cha mimi nimepanga, yani miaka mingi kidogo. Na huyo baba mpaka ashafariki. Anajulikana sana, nikimtaja utamfahamu. Ni baba mmoja alikuwa anajulikana mjini machachani kweli. Na ulete uzembe kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa mwanajeshi mstaafu. Na alikuwa na bastola nyumbani kwake. Kaidi kweli kweli. Anakuambia mimi ukiniletea unavyotaka tu mimi nataka. Kwa lazima uwe mpole. Pera likiiva mpaka umuombe kibali. Baba kuna pera huko na amnao. Anakuambia hebu njoo nilione. Unajua pera ni hela. Anasogea. Haya chuma naliona hilo moja tu, chuma. Usiruke hivyo utaangusha na maua. Analeta ile nani yake ile ya kukabia hivi. Anakuambia unakabia hii sasa. Najua nyinyi mmekuwa sikiliza mji utaalamu, hiki ni kizazi genetic of plants. Unakaba namna hii, unavuta tiki. Anakuambia ukatae majani aliyodondoka chini, unaokota. Mtu anakuwa safi. Tumepanga mpaka tukamzoea. Mzee fulani. Mnaweza mkamfungulia redio. Akitoka kwenda mjini, mke wake alikuwa mstaarabu na macha mke wake. Hapo mnaweza kuvisabufa, viredio kutoka kwa visoni hivi. Mnaweza kidogo kia mtu sapana, kila mtu msikie ndani ya chumba chake na muziki mzito. Mkisikia tu kule pikipiki. Pipi. Mzee fulani amerudi. Kila mtu anaingia. Nani alikuwa amefungulia muziki? Mtaka kunibomolea nyumba. Nimesikia kule mnataka kubomoa nyumba yangu. Kule nimesikia muziki. Nani? Takupa notice. Nikisikia tena. Kwa hiyo redio unayo, anakuambia siku ya kupanga anakuambia volume mwisho namba 2. Yaani ukifungua 1 imezidi tu. Anakuza redio yako ina volume number na 1 2. 1 2 isizidi. Na akikuta imelia zaidi anakuambia nataka ingia nione volume ulioweka. Anasogea pale. Ambi. Sasa ile redio kubwa sana hii. Kubwa sana hata mimi mwenyewe sina mle ndani mwangu. Hii kubwa sana.
Anza kuchambua. Sasa una redio kubwa alafu unapanga hii kubwa hii utatuletea majambazi hapa, kubwa sana hii. Na tumeishi naye lakini leo alishakufa. Amen, amen. Ndio maisha yako namna hiyo. Kwa hiyo unawaza angalau unaweza kuwa kwenye maisha kama haya. Usafi ni asubuhi yaani ile maadamu saa 12 kamili umemaliza usafi. Watu wanaenda kuoga. Kwa hiyo utaamka saa 11, hauna chamini bacha na sina mke utadeki. Saa 10:30 hauko kitandani. Ndio maisha ya pale. Nasikia brush kwa unajua usafi unafanyika. Ndani kwake pale alikuwa ameweka sakafu ya vigae. Ndani uwanja wote ulikuwa mkubwa ni kama hivi kimsaidia. Ulikuwa mji mkubwa sana. Tulikuwa pangaji kama 9. Yeye mwenye nyumba wakubwa. Kwa hiyo lazima asiposikia brush anaamka. Mbona sijasikia brush? Ni kazi mpaka unatoka jasho unasugua. Vigae vitaweka ukungu hivi vitateleza. Unasugua kiti bafuni kila mahali. Unamwaga maji vizuri. Unasafisha kila mahali. Alafu unakausha. Mkasi anasema yeye. Huyu ndio mji una watu sasa. Na kama umemaliza hivyo na anakudai hela ya umeme anakwambia ana fundi wake. Na kudai hela ya umeme hujalipa anapanda kule ndio ana disconnect kacha. Usitusumbue chumba chako kipate umeme. Kwa hiyo nilipopanga pale ndio mji ambao nilianza mji wa pili kupanga. Tangu nimeanza maisha. Kwa nilipotoka pale nyumba zingine nilikuwa napanga bila shida. Maana nilisema sitawahi kupata mwenye nyumba mkaidi kama huyu hapa. Nilikuwa nafika mashaka nakwambia tu kwamba mimi kodi yangu naweza kanilipa tu miezi miwili. Kuna usafi, kila mtu mara 2 kwa wiki, ila cha muhimu ufanye usafi. Kuingia ni muda wote, cha msingi wewe na mtu anayekufungulia gate. Basi. Sasa kwa utashindwa nini? Muziki kufungulia tani yako. Yaani yule mpaka wageni anakuambia mwisho kwangu wageni 2 kwa wiki. Akiingia mgeni anamuhoji wewe naenda wapi? Andika hapa. Ana daftari lake la watu walioingia kutoka nyumbani kwake. Anasema tukiibiwa tukutafute na wewe. Kwa kana rekodi ya watu wote ana siku mikaa kikao cha mji kuwekana sawa. Anasema fulani Joel ulikuwa na wageni 10 kwenye huo mwezi. Unaweza kutusaidia kwamba walikuwa wanakuja kufanya nini? Mzee, wale walikuwa wanakuja kunisalimia. Maana kuna siku hapo watu wanaweza wakaja hapa mimi nimeona watu waliweza kukubwa na daiana mtu wakaja wakapigania mali wakauana. Sije kama mnakuja kudaiana kwangu hapa, mwe mnadaiana huko kama ni wageni wa madeni. Na hili ina logic. Akapanda kupata kumba na hasira na wakaja kuchomea kisupani. Kwa sababu tunaheshimu hilo pia. Na tukao tunajifunza pia. Lakini mtu anasema wengine watakuja wengi wanakuja kuwaleta wananipa. Naona? Kwa hiyo kwenye maisha haya Mungu anataka kuwa na kitu. Kuna maisha unaishi mpaka useme Mungu haya maisha naishi haya mpaka lini? Mungu akufungulie uwazi aliyo juu. Mungu akubariki kuliko baraka zote za kawaida. Na utakapoanza kwanza namna hiyo utaanza kuona. Amina tukwambie. Utaanza kuona baraka. Utaanza kuona upendo. Utaanza kuona waza